Sekta ya miundombinu hususan barabara ni uti wa mgongo wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Tunaomba serikali iongeze vituo vya mafunzo kwa upande wa kanda ili kusaidia kozi hii ya teknolojia stahiki ya nguvu kazi kufika kwa urahisi zaidi, kwani mwamko wa watu kupata mafunzo haya bado ni mdogo. Chuo hiki hakijajulikana kwa walio wengi. Serikali iongeze bajeti ya ukarabati na matengenezo ya barabara za vumbi kwa kutumia teknolojia stahiki ya nguvu kazi kutoka 30% ya bajeti ya serikali hadi kufikia 40% inayotolewa kila mwaka wa fedha wa serikali. Ili bajeti iweze kuinua uchumi wa makundi maalum na kuwezesha kujiajiri na kupunguza utegemezi. Masomo ya nadharia waliojifunza ni kama ifuatavyo: vifaa na mitambo, vipimo vya kiufundi technical specification, usanifu wa barabara road construction standards, upimaji wa barabara, ukarabati wa barabara, utunzaji wa barabara, teknolojia ya udongo, usimamiaji wa mikataba, taratibu za tenda na uongozi sehemu za kazi. Washiriki wamejifunza mada nyingine ambazo ni muhimu katika shughuli za ujenzi ambazo ni vijenzi vidogo vidogo na teknolojia ya zege. Mafunzo ya ukarabati wa barabara kwa vitendo yamefanyika katika barabara ya Ilamba yenye urefu wa mita 100 ambapo washiriki walifanya kwa vitendo upimaji wa barabara, usafishaji, usawazishaji, kutengeneza mgongo wa barabara camber formation, uwekaji wa kifusi, ushindiliaji pamoja na kujenga culvert. Naamini wameiva. Ingawaje elimu haina mwisho. Usafirishaji wa bidhaa hasa bidhaa za kilimo kutoka vijijini unategemea sana barabara zilizo bora na zinazopitika kwa mwaka mzima. Bidhaa za kilimo zitaongezeka pale wakulima watakapokuwa na uhakika wa mazao yao watafikisha sokoni kwa urahisi. Aidha, ningependa kuzungumzia mikakati ya serikali kuhusu matumizi ya teknolojia stahiki ya nguvu kazi. Serikali inatambua umuhimu wa kuinua matumizi ya teknolojia hii na imeisha toa tamko kwa wadau wote katika ukarabati wa matengenezo ya barabara na hasa vijijini waweze kutumia teknolojia hii ya nguvu kazi katika kazi pale inapoonekana inafaa kutumika. Hitimu mkitoka hapa katika mikoa mliotoka mwaone maafisa maendeleo wamepewa utaratibu wote wa kufungua vikundi, wa kusajili vikundi, na sisi kama TARURA na TANROADS tumepewa utaratibu na wizara kwamba kila mwaka tunatenga kazi kwa ajili ya grupu ambazo ni special group. Kama mkifanikisha kuzifungua, na nyie mtakuwa na kikundi cha special group, mtafanya kazi katika maeneo yenu. Na matunda ya barabara hii kipekee tunapongeza chuo na kipongeza chuo kwa kutupatia na fursa hii pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naamini kwa upendeleo huu tunaendelea kunemeka wanakikota hususani wanarungwe kwa ujumla. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.